Waljimar sio hiya almawadhi'u allati yurma, ni mule mwahala ambamo nimeruka Naam, alghusulu liramihi aljimar fi kulli yawmin, katika kila siku, min ayami tashriqi thalathati, baada zawali, na hilo lifanyike baada ya kupondokwa jua. Li atharin, ziko athari, waradati, zimekuja, fi dhalika kullihi, katika yote hayo tuliyoyasema. Wali annaha mawadhi'u jitimai nnasi, lakini mahala penyewe hapa napo ni mahala wanapokusanyika watu. Fa ashbaha alghusla, sawa pakafanana na nini? Kukoga, sawa. Au fa ushbiha, naam, lijtimai nnasi fa ashbaha alghusla laha, ikafanana kukoga kwa ajili ya hilo kwenda kurembea, ghusla aljum'ati, na lile josho la aljumaa. Waljimaru, na hili neno jimaru nini? Hiya almawadhi'u allati yurma fiha alhasa, ni mule mwahala mnamo kwenda kurembewa kwa vile vijiwe. Bimina, katika ardhi ya Mina. Watutlaku aidan ala alhasayati allati yurma bihinna, hili neno jimar vile vile huachiliwa vile vijiwe vyenyewe vikaitwa jimar. Yale makuta yanaitwa jimar, na wakati mwingine vile vijiwe vya kurembea vinaitwa jimar. Tutakuja kusoma vizuri tukifika katika kitabul haji, sawa, insha Allah. Alghuslu lidukhuli almadina, ni sunna kukoga mtu kwa kuingia mji mtukufu wa Madina, almunawwara, mji ambao umepata nuru kwa kuingia Bwana Mtume ndani yake. Wakati safari ya Bwana Mtume anakwenda zake Isra na Miiraji, msafara wake ulipita pale Taiba. Akaambiwa Bwana Mtume, shuka hapa. Akaambiwa swali rakaa mbili, akaswali rakaa mbili. Akarudi katika msafara wake, akaulizwa, atadiri ya Muhammad, unajua Muhammad, aina sallaita, umeswali mahala gani? Akamwambia, mimi sipajui, wewe ndio unapajua Jibril. Akamwambia, sallaita bi Taiba, umeswali katika mji mtukufu unaoitwa Taiba, sawa haithu, mahala ambapo wewe kama mtume wa Allah utakuja kuhamia, yani mji unapata utukufu kabla hajahamia Bwana Mtume, kwa sababu atakuja kuhamia Bwana Mtume, sawa. Basi ni sunna kukoga wakati wa kuingia katika mji huo. Insha Allah Mwenyezi Mungu kwa fadhila zake, kwa rehma zake, miji hii tunayoisoma mitukufu atupeleke tukatekeleze ibada zinazofanywa katika miji hii. Innahu arhamur rahimin, sawa. Tayeb, kwa hivyo anasema intayassara lahu dhalika, ikiwa patapatikana wepesi kwa mtu kufanya hivyo, qiyasan ala istihbabi lidukhuli Makka, kwa kiasi cha kwamba mji wa Makka ni mtukufu, haramu ameiweka Allah au Ibrahim, na mji wa Madina ni mtukufu, haramu ameiweka Bwana Mtume. Tumefahamiana? Lianna kulla minhuma, kila mji mmoja katika miwili hii, baladun muharramun, ni mji wa heshima. Fa in lam yastati', kama hakuweza mtu, ightasala qabla dukhuli masjidin nabii, ajitahidi basi akoge kwanza kabla hajaingia katika msikiti wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Msikiti bora kabisa, msikiti ambao maksi zake ni kubwa mno. Kuswali swala moja humo unaandikiwa mbele za Allah kama swala 1000 ulizoziswali katika msikiti wa Meli 4.
kama Mungu anakupa neema ya mali za halali, nenda ukafanye ibada katika mji wa Makka na Madina. Swala yako moja ya adhuhuri Makka unaandikiwa umeswali swala 100,000 kwa muda wa siku 10. Pengine utakuwapo Makka, kila siku moja ina swala 5 na kila swala moja ina 100,000. Kwa maana ya swala zako 5 itakuwa kila swala ngapi kwa siku moja? Umefahamu Katika maisha yako pengine toka uswali mpaka leo swala za dhuhuri hazijatimia 500,000. Umefahamu? Bado hapo au hujafahamu? Ushafahamu Inawezekana toka umeanza kuswali mpaka leo hivi swala za dhuhuri hazijatimia 500,000. Lakini siku hiyo ukipata nafasi kule ukiswali swala moja tu unaandikiwa umeswali swala 500,000. Neema kubwa hiyo. Weka katika azma na mipango yako. Wewe mfanyakazi, ukisha kustafu, nenda ukamwamkie Allah katika nyumba bora kabisa. Awwala baitin wudhi'a linnasi lalladhi bibakkata mubaraka. Katika aya nyingine Allah anasema man dakhalahu kana amina, anayeingia nyumba ile au eneo la haram, huyo mtu anakuwa yuko katika amani. Allahu akbar. Tayib, naam. Kaifiyatuhu, namna yake. Lilghusli kaifiyatun wajibatun wa kaifiyatun masnuna. Ukogaji una namna ya wajib na namna ya sunna. Alkaifiyatul wajiba, namna ya ukogaji wa wajibu, hiya ibaratun an amraini, ni tafsiri au maelezo ya mambo mawili. Yu'abbaru anhuma, huelezewa kutokana na mambo mawili hayo. Fil fiqhi, katika ilmu ya fiqhi. Bifaraidhil ghusli, sawa faraidhil ghusli, nguzo za kukoga. Al-awwalu an-niyya, kukoga kitu cha mwanzo ni nia. Inda al-bad'i, wakati wa kuanza. Bighasli al-jismi, ya kukosha kiwiliwili. Lihadithi innamal a'malu binniyati, sawa. Wa kaifiyatuha, namna hiyo ya kutia nia. An yakula bilafdhihi, mkogaji aseme kwa bikalbihi, kwa moyo wake. Wa idha talaffadha bilisanihi, na akitamka kwa ulimi wake. Kana afdal, itakuwa ni bora Nia mahala pake Waislamu ni moyoni, lakini akisapoti ile nia yake moyoni kwa kutamka na mdomo, hakuna ubaya, itakuwa ndio bora kabisa Imekuja mahala pengine watalaffudhu biha sunna, kuitamkania ni sunna. Hao wanaokataa kutamkania ni bid'a, hawajatuonyesha hadithi au aya aliyosema Bwana Mtume musitamke nia. Ili kitu kiwe haramu ni lazima ije aya au ije hadithi iliyo saraha, iliyo sahihi, inasema jambo hili ni haramu. Lakini jambo ambalo halijatamkwa kuwa hili ni haramu linabaki katika asili yake, na mambo yote katika asili yake yalikuwa yana sifa ya ibaha, sawa? Sisi tunafahamiana, yalikuwa katika asili ya uhalali kabla ya kuja sheria. Vitu vyote vilikuwa halali. Tunavijuaje kuwa haramu wakati hakuja wana hukumu? Ilipokuja hukumu ndiyo ilipotuambia hili haram, hili haram, hili haram, hili haram. Ikavichapua vile vilivyo vya haramu, ikatuachia vile vingine, tukajua kuwa hivyo ni halali. Tunafahamiana? Hakuna sababu ya kugombana watu kwa nini katamkania. Maanake dunia ya leo na jambo hilo nalo hilo,
eti imekuwa ndio nini? Ndio ilmu iliyosomwa watu kushindana katika nia. Jamani, tuache hayo, tuwasomeshe watu dini, wasome waweze kumwabudu Allah. Mtu katamkania haya, hakutamka haya kwa maana ya kutamka kwa ulimi, lakini kutamka moyoni ni lazima. Tunafahamiana? Sisi siku hizi tumekuwa watu wa kutafuta midahalo iliyokuwa haina faida yoyote. Tayib, inatamkwa bwana kana afdal. Anatamkaje mtu? Nawaitu fardhal husli au nawaitu rafa'al janaba au nawaitu istibahata salati. Mwenye janaba anatumia nia hizo. Moja, nawaitu fardhal husli, nanuia kukoga josho la wajibu, josho la fardhi, ikiwa janaba, ikiwa hedhi, ikiwa nifasi, nia ndiyo hiyo. Au nawaitu rafa'al janaba, akaamua kulitaja josho analolikoga. Ndio sawa sawa, mwanamke anaweza akaamua kutaja josho analolikoga kama nifasi au hedhi. Tumefahamiana? Lakini akisema nawaitu fardhal ghusli, tayari hata kama anakoga janaba au nifasi au haidhi, au istibahata salati, au akasema nawaitu istibahata salati, maana mtu aliye na janaba, mtu aliyo na hedhi, mtu aliyo na nifasi hawezi kuswali, ni haramu. Kwa hivyo anapokoga josho moja katika hayo, nia yake atasema nawaitu istibahata salati, natia nia nipate uhalali wa kuweza kuswali, kiondoke hichi kiziwizi. Tumefahamiana Tayeb. Mwenyezi Mungu atuwafikishe. Au istibahata muftaqirin ila ghuslin, au akatiania nataka uhalali wa kuhitajia kukoga. Istibahata, nataka uhalali, muftaqirin ila alghusli, nikihitaji kukoga. Athani, nguzo ya pili katika kukoga majosho ya wajibu, ghaslu jamii dhahiri aljismi bilmai, kuiosha sehemu yote iliyo nje ya kiwiliwili kwa maji, sehemu zote. Yule shekhe wa babu katika hili katusomesha vizuri sana. Ametwambia kule, wayajibu an yataahada, ni wajibu mkogaji ashughulikie sana maatifa badanihi, sehemu zilizojikunja kunja za mwili wake, kahudhuni albatini walibti, kama sehemu zilizojikunja kunja za tumbo na sehemu zilizojikunja kunja za makwapa. Kwa hivyo wakati wa kukoga mtu ajikunjue, yale mabegi yale draw zile zikunjuke ili maji yaenee mote, na sehemu zote ambazo hata mwanamke ameambiwa zile sehemu zinazodhihiri inda kuudiha liqadai hajatiha, sehemu hizo nazo ziko nje. Anapokoga ni lazima ahakikishe maji yamefika huko makao makuu. Tumefahamiana? Mwenye manywele mengi ahakikishe anapokoga maji yamerowesha zile nywele zake zote, kadhalika yamefika maji mpaka katika ugozi, sha'ran wa bashara, nywele na ugozi, ahakikishe maji yamefika. Na kwa kuogopea maneno ya Mtume aliyoyasema, mtu yoyote atakaye koga janaba lakini unywele mmoja tu ukawa haukupata maji ya kukoga janaba, huyo mtu anakwenda zake motoni. Saidina Ali akawa anaamua, wanasema wanawazuoni, kukaa na kipara kwa kuogopa isije ikabaki nywele ndefu huko nimekoga, maji yakawa hayakufika. Sawa jamani? Tayeb.
Athani ghaslu jamii dhahiri ljismi bilmai basharatan wa sha'ara, ugozi na nywele, maa isali lmai, pamoja na kuyafikisha maji, ila batini sha'ari, ndani ya nywele huko, wa usulihi, na katika mashina ya nywele, hasa wale akina mama masha Allah wanakuwa na manywele mengi. Wakati wa kukoga, ikiwezekana mtu kwanza achukue jagi amiminie zile nywele zake na kusugua kabla hajatia ile nia ya kukoga, alafu atakapokuja kumwagia itakuwa amepata urahisi, maji yashatangulia. Hilo la kwanza. Lakini anapokoga mtu janaba, akoge kwanza janaba. Kama anataka kujitia sabuni, aje kujitia sabuni baada ya kuwa kashakoga janaba. Kwa nini? Ukijimwagia maji kidogo, ukichukua sabuni ukajitia, yale maji unayoyachukua yakifika katika mwili wako yatakuwa yameshataghayyar, yamebadilika kwa kuchanganyika na sabuni. Sisi tunafahamiana na ma isali lmai ila batini sha'ri wa usulihi. Rawa al-Bukhari an Jabir radhiyallahu anhu wa qad suila anil ghusli, aliulizwa kuhusu kukoga. Faqal, akajibu, kana nabiyu yaakhudhu thalathata akufin, alikuwa anachukua maji makonzi matatu, alafu wayufidhuha ala ra'sihi, makonzi matatu hayo ndiyo anayamiminia kichwani kwake. Thumma yufidhu ala sairi jasadihi, kisha tena ndiyo anamimina maji katika sehemu zingine za mwili wake. Neno hili aliposema akufu, ili ai gharafatin bikaffaihi, alikuwa anachukua makonzi ya maji kwa vitanga vyake viwili, kama warada fi riwayati inda Muslim 329, thalathu hafanatin, imekuja hivyo magao matatu. Wal hafanatu mil'ul kaffaini, ni mjazo wa vitanga viwili vya mikono. Yufidhuha, kwa maana yasubuha, anamimina maji hayo. Neno sair ay baqi. Wa inda Muslim 330 an ummi Salamata radhiyallahu anha wa qad sa'alat Rasulallah, Ummu Salama alimuuliza Bwana Mtume anil ghusli, kuhusu hukumu za kukoga. Faqala, Mtume akamjibu ahali wake na ananijibu mimi na wewe, innama yakfiki antahathi ala ra'siki thalatha hathayatin, inatosha kumimina kichwani kwako makonzi matatu ya maji, haya magao matatu ya maji. Thumma tufidhina alayki almaa, kisha ndio utajimwagia maji sehemu nyingine. Fatatuhurina, utajitwaharisha hapo. Sawa. Tahathi manake tasbi, wa aslul hathwi awil hathi sabu turabi, ni kule kumimina mchanga. Hathayatin ay gharafatin, makonzi hayo. Rawa Abu Dawuda wa ghayruhu an Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi yaqul, Mtume anasema, man huwa Ali ibn Abi Talib anasema, sami'tu Rasulullah, nimemsikia mjumbe wa Allah yaqul, anasema, man taraka mawdhi'a sha'aratin min janaba, mtu atakayeacha mahala pau kukaa nywele moja tu ya janaba, akaacha sehemu inayoweza kuota nywele moja,
sehemu hiyo ikawa haikupata maji ya josho la janaba, lam yusibha almau, hiyo sehemu ikawa haikupata maji, faala Allahu bihi kadha wa kadha minan nar, huyo mtu Mungu atamfanyia. Watu wa mjini wanasema kitu mbaya, hakutaja hapa, lakini ikasema faala, atafanya Allahu, Mungu, bihi, kwa mtu huyo, kadha wa kadha finnar. Lakini neno hili finnari ikutoshe hiyo kadha wa kadha kuwa ndio tafsiri yake. Kumbe hayo yatafanyika wapi? Motoni. Yani mtu aliyeacha sehemu ya unywele mmoja haikupata maji wakati anakoga janaba. Ajabu ya siku hizi, utamkuta mtu ana swali alafu ana manywele yale ya Bob Marley kayapanganya tele katika pakacha, utafikiri watu waliopata uhuru kwetu. Umefahamu Kayapanganya katika pakacha tele. Ama kweli wazee wa zamani wanasema khiari ushinda utumwa. Zigo lile ingeambiwa na mtu hizo nywele usinyoe, ingekuwa kesi mpaka polisi. Lakini wallahi mtu analibeba zigo minywele michafu, wakati mwingine anagharamika kutafuta madawa ya kuzikosha. Lakini balaa hivi, yule mtu yule hapati dharura ya kupata janaba? Msitu ule mpaka maji ya kipenya penya kufika huko katika ugozi, kweli anakoga janaba yule? Kule darasani kwetu kwa shekhe, ilikuwa jirani yetu mmoja ana mzigo ule, huutia katika mfuko kwa dude hilo, lakini Mungu akamkirimu kwenda Maka, basi kalinyoa lile zigo bwana. Sasa hivi yuko mtu fresh, alhamdulillah rabbil alamin. Wewe mzigo ule unaubeba jamaa? Kama balaa lililoingia siku hizi linaitwa tatu, unaitwa nini? Wale wazungu wenzetu angalau weupe wakichora wale wadudu na ushetani wao wanaonekana, lakini jitu jeusi kama shaharani alafu linakwenda kuchora tatu. Jamani, hii si adhabu ya kujiadhibu mwenyewe mtu hii? Na ile ni haramu Waislamu, tatu ni haramu. Taibu, tukafike mahala tusimame. Hadithi inasema hivyo, qala Ali, famin thamma, kutokana na maelezo hayo ya Bwana Mtume, adaitu sha'ari, mie nimezifanyia uadui nywele zangu. Wakana yajuzu sha'arahu, bwana mkubwa huyu alikuwa anazinyoa nywele zake, radhiyallahu anhu, ayahaliquhu, anazinyoa kwa sababu isije ikawa sababu ya kutokufika maji katika mwili wake, akenda akafanyiwa kitu mbaya katika moto wa Jahannam na mwenye moto wake. Tunafahamiana Waislamu? Haya tunayoyasoma wenzetu, alhamdulillah, ilikuwa linapoanguka neno kutoka kwa Allah likija kwa wao wamelikamata, linapoanguka neno kutoka kwa Bwana Mtume pale pale wanalikamata na kulifanyia kazi. Bahati mbaya tuliyokuwa nayo sisi, tunasikia mengi lakini mengi yao hatuyafanyii kazi. Sawa, ni katika makosa makubwa mtu kupata ilmu ya jambo alafu lile jambo asilifanyie kazi. Sawa, anasema Imamu Ghazali, anasema nini Imamu Ghazali? Anasema alilmu bila amalin jununun, mtu akiwa anajua alafu alichokijua asikifanyie kazi, huo ni wazimu. Lakini walamalu bila ilmin la yakunu, huwezi kufanya ibada kama huna ilmu. Utakuwa msanii tu unaigiza lakini huwezi kufanya ibada. Lazima tusome ndio tutaipata swala, manake swala mpaka ukoge. Sawa
na kukoga kwenyewe ndio hayo tunayoyasikia. Swala mpaka utie udhu, na kutia udhu kwenyewe ndio kama hivyo tulivyosikia, na mambo mengine. Kwa hivyo tunachokifahamu tukichukue, ndugu zangu. Mungu atuwafikishe tukifanyie kazi. Tayeb. Tuko wapi? Alkaifiyatul masnuna, sio? Insha Allah wakati wetu kwa hapo utakuwa umemaliza, na kwa maana hiyo tutalazimika insha Allah tusimame hapo kwa leo mpaka insha Allah wiki ijayo. Kidogo kesho na harakati za familia, kwa hivyo kesho darasa letu hapa halitakuwapo mpaka Jumamosi ijayo insha Allah biaunillahi. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujaalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu, atujaalie kwamba ni wenye kusikia mengi yanayosemwa, lakini atuwafikishe kuyafata na kuyafanyia kazi yale yaliyo mazuri katika hayo tunayoyasikia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, kidogo na suala mwalimu. Sio muda mrefu alitoka Maka huko wingi, akaambiwa wale kina mama, sisi kule Maka tulikuwa tunaswali na nikabu zetu. Nikamwambia, kwani hii inakubalika? Ndio tunaswali na viongozi wetu wakituona vipi mwalimu, wakiswali na nikabu zao, na walikuwa hawapandishi na viongozi wao wanawaona. Mimi nikawa na shaka ya hilo moja. Na la pili, kuzungumza ile nia ya nawaitu kafara wa salati, hii inatumika kwa kuoga janaba ile za kutayamam, au pia unaweza kuitumia kwa janaba la kawaida? Hilo suala la pili bado sikulifahamu. Suala la kwanza, sisi tulivyosomeshwa kwamba sharti ya sijida ni kwamba yule anayekwenda kusujudi avaane na pale mahala anapokwenda kusujudia kwa paji lake la uso. Hivyo ndivyo tulivyosomeshwa sisi. Sasa huyo ambaye yeye amesujudi akiweka nguo ikawa inakwenda kutangulia pale anapokwenda kusujudia, atupe dalili inayoeleza kwamba hivyo inaswihi. Lakini sharti ya kusujudi ni lazima anayekwenda kusujudi awe mwanamke awe mwanamume, hili paji lake la uso liguse pale chini anapokwenda kusujudi, ikiwa pana mkeka, ikiwa vyovyote. Na kama kutakuwa na jua, anaruhusiwa. Kwa mfano, wakati mwingine umechelewa kuingia msikitini kule, watu wengi mno, pale unaposwali pana jua, unaruhusiwa kama una kihanjifu chako kukichukua, wakati wa kusujudi utakiweka pale chini, lakini utakuwa unafanya ule kama msala, sio utafunika katika uso au kofia uweke kama hivi, au kilemba kiwe kimefunika hapa alafu uende ukasujudi. Tulivyosomeshwa sisi hivyo si sawa sawa. Kwa hivyo mtafute huyo ambaye yeye amezungumza hivyo alivyozungumza, lakini ukweli usiokuwa na shaka, lazima mtu anayesujudi ili paji lake la uso liwe makshufa. Tayari shekhe? Ama hilo suala ulilouliza sijui kama josho sijui tamama, nyuma ulizungumza katika
wa hedhi, tunasema nawaitu bora kusudi imetosha. Alafu tunazungumza nawaitu istibahda mfano wa swala kama sijafahamu manake katika lugha kitaji fahamu. Hata mimi nashindwa pia nikufahamishe nini ambacho unachouliza. Tumezungumza katika suala la kukoga kuna wajibu wa nia, sawa, na tukazungumza nia mahala pake moyoni, lakini kama utatamka kuongezea nguvu itakuwa ni bora. Na hizo nia zenyewe, nia ya kwanza tukasema nawaitu istibahata fardhil ghusli, sawa. Ukitia nia hiyo, nikasema kama janaba litakuwa tayari nia hiyo, kama mwenye hedhi itakuwa tayari kwa nia hiyo, kama mwenye nifasi itakuwa tayari kwa nia hiyo. Pia nawaitu istibahata salati, kadhalika kwa majosho yote hayo nia hiyo inatosha. Lakini kama akiona mtu mwenyewe nikoge kwa nia maalum ya josho maalum, ndio atasema nawaitu rafa aljanaba, nawaitu rafa alhaidhi, nawaitu rafa nifasi, vitu kama hivyo. Basi na leo ushazoea kitu kingine inshallah. Basi ushamaliza basi. Kuna mwingine? Basi inshallah tumuombe Mwenyezi Mungu. Faida ya kukaa darasani ni kwamba kila siku ukienda darasani utakuwa unapata kitu kipya, sawa, utakuwa unapata kitu kipya. Yule shekhe katika kitabu cha Taalimi anatuambia kama kuna suala umelisikia mara 1000 linataka kuzungumzwa mara 1001, usije ukadharau kusikiliza. Kwa sababu gani? Huyu atakayelizungumza mara 1001, hiyo mara ya moja hiyo, baada ya 1000 anaweza akatia faida, ukawa wewe faida hiyo katika mara zote 1000 hukupatapo kuisikia. Kwa hivyo insha Allah tuhudhurie sana darasa mbalimbali kwa ajili ya kuifahamu dini yetu. Katika msiba tulionao sasa hivi, watu kukometi waliosomesha mashekhe wanaweza sana, lakini kwenda kukaa darasani na kusoma hakuna. Suala sio kukometi shekhe wangu, suala nenda ukasome. Alafu ukisikia mtu katanguliza kukwambia tunasomesha kwa madhehebu ya Imam Maliki, kwa hivyo wewe masuala yako yote yapelekee katika madhehebu ya nani? Ya Imam Maliki. Akikwambia mtu tunasomesha kwa madhehebu ya Imam Hanbali, masuala yako yote yapeleke katika madhehebu yale. Akikwambia tunasomesha kwa madhehebu ya Imamu Abu Hanifa, kadhalika peleka masuala yako huko. Akikwambia tunasomesha kwa madhehebu ya Imamu Shafi'i, masuala yako peleka katika madhehebu hayo. Na kwa maana hiyo ndio maana ukakuta kuna madhehebu 4 mashuhuri. Zilikuwa nyingi, hizi zilifika madhehebu 12, nyingine zikafa, zikaja 8, zikafa 4, zikabaki madhehebu hizi 4. Ushafahamu Na kama ao salafi, basi hawa ndio salafi saleh. Haya madhehebu 4 kwa sababu wao wako katika karne 3 bora. Tumefahamiana? Hawa wako katika karne 3 bora. Kwa hivyo wewe ukiwafata wana wazuoni hawa, wewe ndio salafi kindaki. Tumefahamiana? Maana watu hujifunga malemba tu, hata kama elimu hana, kajifunga lemba, anafikiri siku zote ni za harusi. Umefahamu bwana? Haiwi hivyo. Viko vilemba vya ilmu mpaka ufungwe na wenyewe. Siku ya kwenda kuoa wewe funga tu vilemba, hata mwanangu anajua kufunga vilemba hivyo, nenda atakufunga ukaoe. Lakini kilemba cha ilmu hafungwi tu mtu ovyo ovyo. Umefahamiana?
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.